الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aya tulizosoma ni kuanzia nambari 38 ndani ya surati Muddathir. Kauli ya Allah aliposema kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi imefungwa nacho kile ambacho imekichuma. Kila nafsi ni mahbusa, kimefungwa na kile ambacho imekichuma. Illa ashab al-yamin, isipokuwa watu wa upande wa kulia, fi jannati yatasaalun, watakapokuwa katika mabustani wakiulizana, anil mujrimin, kuhusu habari za watu waovu. Illa ashab al-yamin, isipokuwa watu wa upande wa kulia. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana, alafu na ashabul mashama ma ashabul mashama, ambao ndio hao mujrimini. Allah kuhifadhi na sifa mbaya kama hizo. Fi jannati yatasaalun, wakiwa ndani ya pepo na mabustani wakiulizana, fima bainahum, katikati yao. Yasalu ba'dhuhum ba'dhan an hali almujrimina alladhina fi nnari, wakiulizana wao kwa wao habari za watu waovu ambao wako katika moto. Wasualu liziyadati tabkiti ulaika almujrimina wa tawbihihi, kuulizwa kwao watu wa motoni ni kuwazidishia fedheha na machungu katika yale walioyafanya. Ma salakakum fi saqar, ni kipi kilichowaingizeni katika moto? Wataulizwa hivyo watu waovu. Ma salakakum fi saqar, ni kipi kilichowaingizeni katika moto? Waja'alakum tadhuquna sa'iraha, mpaka ikafikia na onja makali yake. Ni kipi kilichoingiza katika moto? Na wenye kuuliza si kwamba hawajui lililowaingiza watu waovu motoni, lakini kama tulivyosema ni katika kuwacheza shere na kuwaongezea machungu, bali alimuna malladhi adkhalahum nar, wao wanajua vizuri yale ambayo yamewaingiza katika moto. Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, watasema hatukuwa sisi miongoni mwa wenye kuswali.
watu waovu watasema hilo. Mujibina lisaili, wakiwajibu wale wenye kuwauliza, ay lam naku min almusallina fi dunya lirabbil alamin, sisi hatukuwa duniani tukiswali kwa ajili ya Mola wetu mlezi. Tumeona wala naku nut'imu almiskin, na wala hatukuwa ni wenye kuwalisha chakula maskini. Lam natasaddaq walam nufsid ila alfuqara walmasakin, hatukuwapa sadaka wala kuwalisha chakula maskini. Kwa hiyo hayo na mengineyo ndiyo yalituingiza katika moto. Wa kunna nahudu ma'al khaidin, na tulikuwa tukivama katika mazungumzo ya batil pamoja na wenye kuzama kwenye mazungumzo ya batil. Siku zote mazungumzo yasiokuwa na tija na kheri katika dunia na akhera ndio tulikuwa tukiingiana. Umemwona yule ni mtu hivi na hivi, umemwona yule Muhammad muongo hivi na hivi. Kwa hiyo walikuwa wakiingia kwenye mazungumzo ya batili ma'al khaidina, pamoja na wenye kuingia kwenye maneno ya batili na mazungumzo ya batili. Wa kunna nukadhibu biyaumi ddin, na tulikuwa sisi tukikadhibisha siku ya malipo, siku ya Kiyama, kwamba hakuna kiyama, hakuna malipo. Wa innama akhiru takdhib biyaumi ddin ta'dhiman lahu, tulikuwa sisi tukikadhibisha hayo yote tukiona kwamba ni mambo yasiyowezekana katika haki ya Allah tabaraka wa taala. Mambo mangapi hayo wameyataja? Wametoa sababu ya mambo mangapi? Matatu. Jambo la kwanza lilikuwa nini? Adamu salat, la yusalli, hawakuwa ni wenye kuswali. Jambo la pili, walikuwa hawalishi chakula maskini, hawawafikii maskini. Jambo la tatu, walikuwa wakiingia kwenye mazungumzo ya batili siku zote, ndio vikao vyao. Jambo la nne, hawaamini kwamba kuna kiyama. Mambo manne haya ndiyo mambo ambayo ni asasi watu wengi yatawaingiza katika moto. Na ukiangalia wameanza kutolea hoja ya swala, kwa sababu inajulikana wazi kwamba swala ndio muhimili mkubwa wa dini ya mtu. As-salatu imadu din, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Swala ndio nguzo kubwa ya dini. Mwenye kusimamisha swala ndiyo amejipamba na dini, mwenye kuacha swala hana dini. Hiyo ndio shoti ya swala. Leo pamoja na mazito yote yaliyomo kwenye swala, lakini swala imekuwa ni jambo la mazoea kwa baadhi ya jamii, hasa wanawake wengi hawaswali, hasa wanawake wengi hawaswali. Wanaume wapo wasioswali, lakini wanajitahidi kidogo ukilinganisha na wanawake. Wanawake wengi hawaswali. Ukifika huko vijijini ndio kabisa swala kufa kabisa. Sasa kama dini Uislamu ni swala na vijiji watu hawataki kuswali, mataka umma ya Allah hivi iwafikie. Nyumba ya Waislamu haina swala ndani yake, alafu hapo mataka Allah aihudumie nyumba ile, hata ihudumia kwa vipi na hii hamna connection na Allah, kwa sababu swala ndiyo connection kuu, ndiyo mawasiliano makuu ya Muislamu na Mola wake tabaraka wa taala. Mtu anapokuwa kwenye swala yuko kwenye kuzungumza na Mola wake, yunaji rabbahu azza wa jalla, anazungumza na Mola wake direct kwenye swala. Sasa nyumba au mtu haswali maisha yake yote,
Sasa huyu atapataje huruma ya Allah tabaraka wa taala wakati hamna mawasiliano? Nikana kwamba wewe simu yako uitoe betri, alafu utake kumpigia mtu ambaye yuko Muheza, ile betri ya kujenga mawasiliano yako yapatikane na mtu wa Muheza, waitoa betri, alafu watakaopigia simu upewe kile unachokitaka kutoka kwa yule mtu wa Muheza, mtaelewana, mtazungumza kweli. Ndivyo ilivyokuwa swala. Swala ndio muunganishi kati ya mtu na Mola wake tabaraka wa taala. Huruma zote za Allah, neema zote za Allah, kwanza inaangaliwa mahusiano yako na Mola wako tabaraka wa taala. Kwa hiyo hata wale wako motoni, cha kwanza watakachokizungumza kwamba kimewasababisha wao kuingia motoni ni maneno haya, lam naku minal musallin. Hii toshe kwamba swala ndiyo jambo kubwa katika maisha ya Muislamu kabla kitu chochote. Araaitu law anna nahran bibabi ahdikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat fahal yabqa min daranihi shay'un? Qalu ya Rasulullah lam yabqa min daranihi shay'un. Qala kadhalika as-salawatu al-khams. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwaambia sahaba wake, hebu nipeni habari, kama mbele ya nyumba ya mmoja wenu kuna mto wa maji unapita, na mwenye nyumba ile akawa kila siku aoga mara 5 kwenye mto ule, je, mtu huyo atabakia na uchafu kwenye mwili wake? Maswahaba wakamwambia Mtume, haiwezekani tuoge mara 5 abakie na uchafu kwenye mwili wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fakadhalika salawatu al-khams, vivyo hivyo ndivyo sala 5 mtu anazoziswali kwa siku mara 5, haibaki uchafu kwenye mwili wake, haibaki uchafu. Maana yake mtu asiyoswali atakuwa na uchafu kwenye mwili wake, uchafu ambao umemnikizana wa leo, wa kesho, wa wiki iliyopita, wiki hii, wa mwezi uliopita, wa mwezi huu, wa mwaka uliopita, wa mwaka huu. Na peponi hakwendi watu wachafu, peponi hakwendi watu wachafu. Atakayekufa ikawa hakuswali kwenye maisha yake hawezi kuingia peponi, labda kwa huruma za Allah tabaraka wa taala, lakini kwanza apitie kule akasafishwe kwanza kwenye nini? Kwenye moto, kwa sababu pepo ya Allah haingii watu wachafu. Ndiyo maana tumeletewa milango ya toba. Ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akachagua jina ambalo litawafutia madhambi na uchafu wa wanadamu, akajiita Ghafur. Maana yake ukileta toba, ukiomba msamaha, Allah atakufutia dhambi zako. Ukifutiwa dhambi zako, maana yake utabakia msafi. Ukiwa msafi, maana yake huwezi kwenda motoni, lazima uende peponi. Motoni hakwendi watu wasafi na motoni hakwendi watu wachafu. Kwa hiyo Muislamu atachagua yeye awe msafi aende peponi, au abakie mchafu asiswali na aende motoni. Khiari ana mwanadamu. Allah kuhifadhi na moto. Qalu lam naku, imekuja lam naku na tumeiona imetambuliwa na harfu jazm wa kal. Fiili inokuja kwa kutanguliwa na harfu jazm lazima iwe majzum, si ndivyo? Mfano lam yadrib au lam nadrib kwa sakin, lam najlis, lam naakul. Mbona hapa imekuja lam nakul, sukuni yake iko hapo? Naam, vijana. Qalu lam naku min almusallin. Vipi tayiribu hii fiili? Lam ni harfu nafyi wa qalbi. Harfu nafyi wa qalbi wa jazm. Naku ni fiili gani hii? Vijana, fiili gani?
fi'li madhi, fi'li amri, fi'li mudhari. Fi'li mudhari majzumu au marfu. Nahu ni fi'li mudhari majzum wa alamati jazmihi as-sukun ala nuni al-mahdhufa takhfifan. Asli yake ni lam naqul, kama ilivyokuja kule lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab, ndio asli yake hapa kwa nuni, kwa sababu min mutasarrifati kana inatokana na kana yakunu. Kana yakunu maana yake kuna nuni mwisho wake, yakunu. Lakini mara nyingi kwa kathratu istimali hii fiili inatumika sana hii, ndiyo maana imefanyiwa takhfifu. Nuni yake ambayo ndio kuna sukuni imeondolewa kwa kuwepesisha, likathrati istimali hii, kwa kule wingi wa kutumika kwake. Lakini asili yake ilikuwa ile qalu lam nakun wa nun sakin, lam nakun min almusallin. Lakini kwa kuwa ni Qur'an itabakia hivyo hivyo, lakini nuni katika irabu lazima isemwe iliondolewa. Kwa utasema fi'li mudhari majzum wa alamatu jazmihi as-sukunu ala an-nun al-mahdhufa takhfifan wa huwa min mutasarrifati kana. Wasfuhu dhamirun mustatirun jawab wujuban taqdiruhu nahnu, ay wa qalu lam nakun nahnu min al-musallin, wa qalu lam nakun nahnu min al-musallin. Hiyo ndio inakuwa ni ismu ya nakun. Wa khabaru nakun الجار والمجرور من المصلين. الجار والمجرور في محل نصب خبر نعم، خبر نعم، والله أعلم. قالوا لم نكن من المصلين, wakasema kujibu sisi hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Walam nakun nut'imu al-miskin, wala hatukuwa ni wenye kuwalisha masikini. Jambo jingine zito katika maisha ya Muislamu, kumlisha maskini, mtu asiojiweza, kumlisha chakula ni katika ibada kubwa yenye thawabu nyingi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Maskini ambaye anaomba chakula au wamjua hana chakula, ukamsaidia kula, wallahi umefanya jambo kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam. Toeni salamu, lisheni chakula, tumeelewana. Simameni usiku hali ya kuwa watu wamelala. Mkifanya mambo haya, tadkhulu al-jannata bi salam, taingia peponi kwa amani. Unapomwona mwenzio mtoe salamu, salamu alaykum, usingojee akakuanza wewe. Ni katika tabia njema za Kiislamu kumtolea Muislamu mwenzio salamu. Yule ambaye wamjua na usomjua, mtolee salamu. Lakini vile vile watut'imu at-ta'am, ulisha chakula. Mungu akikujalia ukiwa na uwezo, basi tuendelea kuwapa watu chakula wale wasiojiweza. Lakini vile vile tusimame usiku watu wakiwa wamelala. Kuna siri kubwa ya mafanikio kwa yule ambaye anasimama usiku watu wamelala. Pamoja na yote lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tadkhulul jannata bisalam, taingia peponi kwa amani. Na ndio lengo kubwa la Muislamu katika ibada zake, kupata radhi za Allah na kuingizwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vitawaingiza watu motoni pia ni kuwa na uwezo wa kuwasaidia masikini, lakini wasiwasaidie hasa kwenye kulisha. Wa kunna nahudhu maa alkhaidhina, na tulikuwa tukiingia kwenye mazungumzo ya batili pamoja na wanaozungumza batili. Wa kunna nukadhibu biyaumi ddin, na tulikuwa sisi tukiikadhibisha siku ya malipo, siku ya Kiyama.
hatta atana al-yaqin, mpaka yakatufika sisi mauti. Yametufika mauti, tukiwa kwenye hali hiyo sisi tunazingazika kwa hatujui tufanye nini. Muislamu asiwe hivyo, takiwa ajirekebishe nyenendo zake mapema kabla hiyo siku haijafika kwake. Ay hatta jaana al-maut wa nahnu fi tilka al-munkarati wa dhalalati, sisi tukawa kwenye hali hiyo ya kupinga na kupotea mpaka mauti alipofika. Kwa hiyo Allah na yeye anaongezea hapo hapo, anasema fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haitowafaa wao uombezi wa wenye kuwaombea watu, haitowasaidia madamu tayari wako motoni, ni makafiri wamekuwa motoni, zile shafaa haitowasaidia. Iwe ni shafaatul umma muktasa binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au shafaatul umma, au shafaa nyingine, maombezi mengine, kwa sababu kuna uombezi mkubwa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam atawaombea watu katika mahshar. Lakini vile vile kuna uombezi na msamaha ambao watu wa motoni watatolewa wapelekwe peponi, wale ambao tayari wamesafishwa katika madhambi yao katika Uislamu. Lakini katika hadithi sahihi imekuja kwamba itafikia wakati watu wa motoni wamekaa muda mrefu wamekuwa, Allah tabaraka wa taala atasema akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habati khardal min al-iman. Atasema Allah, mtoeni kwenye moto yule ambaye ana imani ndogo katika moyo wake, ndogo kabisa, toeni kwenye moto. Kashafatishika huyo, watatolewa wao katika wale wenye imani. Alafu baadaye Allah atasema tena akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala habati adna min al-iman, mtoeni na yule ambaye ana imani ndogo kabisa zaidi ile ya mara, watatolewa. Alafu anakusema tena adna fi qalbihi min al-iman, mtoeni yule mwenye imani ndogo ya chini kabisa, yani hata ile chembe ya mchanga ni kubwa, pia atolewe katika moto. Lakini sasa mpaka ikifikia hivyo, wewe si mshashakashika huko kwenye moto, hata ukitolewa, kwa nini usijikinge na ibada na imani sasa hivi, usipate hizi zama za kuombewa tena utoke kwenye moto? Isifikie hivyo, hali ya kuwa tuna kila taratibu za kujilinda na moto wa Allah tabaraka wa taala, tuna kila sababu, tuna kila wasaili za kukimbia moto wa Allah, lakini mwanadamu tumekuwa wakaidi. Yale yanakupeleka motoni ndio yanakupendeza wewe. Chukulia mfano maharusi ya Waislamu yanatokana. Chukulia mfano mdogo, maharusi ya Waislamu. Hivi harusi bila ya masia haiwezekani? Mbona sisi tumeoa kufanya maasi kwenye maharusi na mpaka leo tuko kwenye ndoa, na wale wanaofanya majisherehe na maasi ndoa zao hazichukui muda, zinaparaganyika. Kwa nini hatujifunzi Waislamu tunakuwa kaidi? Mtu akwambia mimi harusi bila ngoma, sasa nitajulikana vipi kwamba mimi naozesha? Harusi bila watu kuja mwinuka, mimi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani ni maasi ya kuanzia posa ya binti yule aposwa. Leo pia watu wana sherehe za posa, si posa tu, waambiwa Lamu mali apelekwa kwa kungwi, pia kuna sherehe za masia. Watu watafuta maguo ya ovyo wanavaa, watu wanaonyesha maungo yao katika kupeleka mwari. Si kwenda kuchukua mwari kwa kungwi, nako kuna maasi yafanyika kuwasiwa Allah. Sasa subiri hiyo siku ya kwamba mume hajachukua mke wake, mpaka mashoga waalikwa kwenye mahadhara hayo, nyumba za Waislamu, harusi za Waislamu, baba Muislamu, mama Muislamu, binti anaolewa Muislamu, kaka anaolewa Muislamu. Watu wameasi mpaka wameona maasia pia yamekuwa madogo. Sasa wenda katika vyama vya mashoga, sasa
waje waonyeshe ushoga wao, wapate kupromote ushoga kwenye familia. Sasa kama wewe Muislamu kwenye harusi ya binti yako wamleta shoga, maana yake aje wapromoti watoto wako wa kiume waone kwamba swala la ushoga sio dhambi kwenye jamii. Wewe baba sina barabara wako pale, alafu ukachukua barabara wa mwenzio anaogeuzwa kiume cha maumbile, wajafanya ndio mwenye kunogesha harusi ya binti yako, wawafundisha dini vijana wako pale nyumbani. Maana yake wawafundisha vijana wako kwamba ushoga sio dhambi, waweza ukawashoga na maisha yakaenda vizuri kama asiokuwa shoga. Ndio maana yake. Yaani watu zile sababu za kuingia motoni ndizo wanazitafuta kwa nguvu zote za kukupwa. Watu wamenyana kutafuta sababu za kuingia motoni. Jamani, eleweni kwamba kuna ambao hawatotoka motoni wakifa vibaya, fama tanfa'uhum shafaatu shafiin, wala haitowanufaisha maombezi ya kuombea watu. Maana kuna mijitu itakauko, wataombewa wenzao watatoka, wataombewa kundi litatoka, lakini kuna watu hao hawatotoka motoni kwa sababu hakuna uombezi ambao utawanufaisha siku hiyo. Hebu turudini kwenye asili ya Uislamu. Mbona harusi za Kiislamu hazina tofauti za makafiri? Imeenda sasa wale makafiri pia tumewazidi. Kuna siku moja niliwapa kisa hapo kwamba kuna baba mmoja wa kanisa, siku moja kuna shehe mwenzangu ameshafariki kwa mrehemu, tumekaa sehemu tutasoma gazeti, na yule mzee wa kanisa ilikuwa anakuja sana kwa yule ustazi, mara kwa mara wamekuwa na uzoefu fulani, mazoea fulani. Kukapita kikeri kimepakiza mabinti wa Kiislamu walivyovaa, hata huko ndani wake havaipo na watoto wake binti huyo au mama huyo, lakini kavaa nguo za tumbani na mumewe na kapanda juu ya keri ili wako muone vizuri, na akionyesha madoido yake. Yule mzee wa kanisa akamwambia yule ustadi, harusi zenu umeziona hizo? Amwambia yeye nimeziona. Asema sasa hivi sisi pia tunatakiwa tujifunze kwenu katika kusherehekea harusi. Hata sisi tusiokuwa Waislamu sasa hivi kunogesha harusi tunatakiwa tujifunze kwenu, maana sisi tuna matarumbeta na nyinyi mna matarumbeta yenu. Sasa hivi harusi za Waislamu lazima ziwe na matarumbeta kama watu wenda kanisani kwenye misa. Harusi za wasiokuwa Waislamu afadhali wamevaa, wako uchi, lakini kidogo kuna afadhali. Njoo kwenye harusi za Waislamu na sherehe za binti wa Kiislamu wamevaa uchi, lakini nyumba hiyo inamkosea Allah. Wanasubiri mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio watakuwa na shughuli zao za unafiki, ndio wanajitanda unafiki. Mtu anakwenda sokoni kajitanda siku hiyo, kachukua maibu kafanya mwezi wa Ramadhani. Hakuna Uislamu wa Ramadhani mpaka Ramadhani. Uislamu ni siku zote. Kwa hiyo kuna watu ambao hawatopata shafaa, watopata uombezi wakiingia motoni. Kwa hiyo tusisubiri kuingizwa motoni, bali tupige vita moto tukiwa bado tuko duniani kwa kutenda yale mazuri ambayo yanamfurahisha Allah tabaraka wa taala na kuacha yale mabaya ambayo yanamudhi Allah tabaraka wa taala. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin, basi wana nini hao wanaojiweka mbali na ukumbusho wa Qur'an? Wana nini hao makafiri? Wana nini hao wanadamu? An tadhkirati mu'ridin, wanapinga ukumbusho, wanajiweka mbali na ukumbusho katika yanayokumbushwa katika Qur'an. Kaannahum humurun mustafira, kana kwamba wao ni punda milia wale ambao wanakimbia huko. Mustafira, humur jamu humur jamu himari,
himarun wahshiyun. Yoyote ambaye hataki kufungamana na Qur'ani, kushikamana na maelekezo ya Qur'ani, Allah tabaraka wa taala huyo amefananisha na pundamilia. Tunaona amefananisha na pundamilia, kaannahum humurun musafira, kana kwamba wao ni punda wenye kukimbia kimbia ovyo. Farrat min kaswara, punda ambaye anamkimbia simba. Kaswara ismu min asma'i asad, punda ambaye anamkimbia gamia, anamkimbia simba. Angalia kwenye mbuga za wanyama namna pundamilia anavyomuona simba, utamwona akimbia kimbia atafuta njia ya kwenda. Ndivyo watu waovu na Qur'ani. Watu waovu Qur'ani hawataki hata kusikia, kama ni adui kwao, kama ni adui kwao. Tena ukiwaambia watu hayo hayafai, Allah atakuja hawa nao hawa. Sasa hizo harusi zetu tutafurahia vipi ikiwa magoma hamna? Oh, Allah ndani, Allah ndani. Jamani, tuacheni kwenda chombo, ni sisi wenyewe. Wanasema kwani si Maloma pia walitunga nyimbo nikichomwa ni nani, mimi kienda chomwa ni nani? Niacheni kachomwa. Yaani wanachukulia hizi jambo la moto wa Allah tabaraka wa taala. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin, wana nini hao kwa kujiweka mbali na ukumbusho, kujiweka mbali na Qur'ani, kuikimbia Qur'ani. Kaannahum humurun musafira, kana kwamba wao ni punda wenye kukimbia kimbia hovyo. Farrat min kaswara, ambao wanamkimbia simba asiwashambulie. Kadhalika haulai mushrikuna idha ra'au Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ndivyo hivyo washirikina wakati wa Mtume wanapomwona Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harabu minhu, walikuwa wakimkimbia. Kama yaharibu alhimaru min alasad, kama vile punda anavyomkimbia simba. Bali yuridu kullu mri'in minhum, bali anataka kila mtu miongoni mwao, ayuta suhfa munashara, apewe kitabu ambacho kimefunguliwa kinasoma. So kitabu kuwapewa kujifunga, munashara, kilichokutuliwa kisomwe. Wewe si mtume Muhammad, Makuraishi walimwambia hivyo, wewe si mtume, basi huyo atakuletea yeye wahi, mwambie na sisi atuletee wahi, kila mmoja awe na kitabu cha someka, munashara. Kama ameweza kukuletea wewe, itashindaje akishindwa kukuletea sisi watu wenye heshima zetu? Bali yuridu kullu mri'in minhum, bali walitaka kila mtu miongoni mwao, ayuta suhfa munashara, apewe kitabu ambacho kimekunjuliwa huweza kusomeka. Walitumai hivyo walitumaini hivyo na walitaka hivyo Allah awateremshie kitabu kila mmoja, kama anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo ameteremsha kitabu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridu an yatanazzala alayhi alwahyu, na walitaka wateremkie wao wahi, kama tanazzala ala rusuli wal anbiya, kama wahi ulivyoteremka kwa mitume na manabii waliopita. Kalla, Allah nasema na wakome, haiwezekani hivyo, na wakome kutamani hivyo. Kalla haku radi wa zajri, kwamba na wakome kutamani hivyo. Bal la yakhafuna al-akhirah, bali hao si wenye kuiogopa akhira, au si wenye kuogopa akhira. Kalla, haitowezekana hilo wanaolitaka la kupewa kila mtu wahi. Bal la yakhafuna al-akhirah, bali hao hawaogopi
mambo ya akhira. La yu'minuna bin-na'imi wal-'adhab wa hadha huwa alladhi afsadahu wa ja'alahum yu'riduna an mawa'idil Qur'an, au hawaiamini akhira, ndio maana iliwapelekea wasiamini Qur'ani inavyotaka, kwa sababu ya kukosa kwao imani ya kuiamini akhira. Kwa sababu kama wangeliamini wasengelisema maneno hayo. Tumeelewana? Kalla ay liyardau, na waache kutamani huko na wakome kutamani huko. Bal alhaqiqa annahum qaumun la yusaddiquna bilba'thi walhisab, bali wao ni watu ambao hawasadikishi kwamba kuna kufufuliwa na kuhesabiwa. Wala yu'minuna bin-na'imi wal-'adhab, na wala wao hawaamini neema za Allah na adhabu zake, kwamba kuna adhabu na neema akhira. Wa hadha huwa alladhi afsadahu, hayo ndiyo yaliyoharibia imani mpaka wasiamini hayo yaliyopo katika Qur'an. Kalla, sio hivyo. Innahu tadhkira, hakika ya hiyo Qur'ani ni ukumbusho na ni mawaidha ambayo kila mmoja atakiwa ayazingatie mawaidha hayo. Kafia la tu'adhihum law aradu li anfusihim saada, kafiyatan liti'adhihim, Qur'ani ni mawaidha ambayo inawatosha wao kuwaidhika nayo na kushikamana nayo. Lau aradu li anfusihim saada, wangelitaka wema katika nafsi zao, lakini kwa kuwa hawakutaka kushikamana na Qur'ani, ndiyo maana wakasema maneno hayo ambayo yatawaingiza katika ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah, na wala hawatowaidhika na Qur'ani na wala hawatokumbuka yaliyomo kwenye Qur'ani illa an yasha Allah, isipokuwa atakapotaka Allah tabaraka wa taala. Kuna bwana mmoja jana aliuliza, ilikuwa shekhi wangu, kuhusu yahdi liman yashau. Akuja leo. Allah anasema wama yadhkuruna kalla innaha tadhkira faman shaa dhakara, mwenye kutaka kuwaidhika nayo hayo. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah, na wala hawatowaidhika na Qur'ani isipokuwa pale atakapotaka Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mashiatullahi ya mashiatu al-uzma, sisi twataka, tumeelewana? Sisi twataka na Allah naye anataka, lakini kutaka kwa Allah ndiko ambapo kunafanyika kazi, kunatekeleza yale ambayo yametakikana na Allah. Waweza ukataka, kuna mengi sisi tuliyataka lakini Allah hakuyataka. Tumeelewana? Waweza kawa ulitamani hivi, tamani hivi, na siku zote unachotaka mwanadamu ukikikosa, basi ujue kwa sababu ya kheri Allah alikutakia, au sababu ya shari Allah alikuepushia. Waweza mtu akataka kitu alafu isiwe, si kwamba ukajiona kwamba mimi siku zote sifanikiwi, ninachotaka mimi siku zote hakifanikiwi, lakini wenzangu wanachotaka mara moja kinakuwa. Kuna kheri Allah saa nyingine anakutakia wewe pia wate, ndio maana yale unayotaka akupe. Mfano kwenye dua, Allah tabaraka wa taala anasema ud'uni astajib lakum,
niombeni na mimi nitawajibu maombi yenu. Lakini tuna maombi chungu mzima ambayo tunamwomba Allah tabaraka wa taala, lakini hatuoni matokeo yake ya dhahiri. Haimaanishi kwamba hatujajibiwa. Ukikataliwa na Allah, saa nyingine pia umejibiwa, kwa sababu aliona lile unalotaka lilikuwa halina maslahi kwenye dini yako na kwenye nafsi yako, ndio maana akakupa chengine. Kuna watu walio taka gari na kupewa watoto na Allah tabaraka wa taala. Wewe omba gari, lakini kile ukifanya hivi umepekua mimba, fanya hivi mimba. Ni zile gari unazoomba Allah zileta kwa njia nyingine, ambona wewe gari zitakuumiza wewe, utakuwa na maslahi nayo ya dunia au ya kiakhera. Chukua neema hii ya watoto. Kwa hiyo zikao gari unazoomba ni watu wadogo kule nyumbani. Nimeomba gari siku nyingi sana. Ushapewa, hujui gari ilikuwa haina maslahi, umepewa watoto. Uwezo ukaomba watoto, Allah akakupa pesa, akaona watoto haona kheri kwako wewe ufe hapa ndio kheri kwako wewe, lakini akupa pesa au akupa afya njema. Tumeelewana? Lakini sio kwamba kujibiwa akakupa kwa njia nyingine ambayo ina maslahi zaidi. Kwa hiyo tuwe na yakini vile ambavyo tunavitaka kwamba tunavipata kwa njia nyingine kama ile dhahiri haikutokea, kwa sababu Allah hakutaka hivi. Faman shaa dhakara, kwa mwenye kutaka kuwaidhika na hiyo Qur'ani, wantafa bihudahu, akanufaika kwa mwongozo wake, wama yadhkuruna, na wala hawataidhika na hiyo Qur'ani illa an yasha Allah, isipokuwa pale atakapotaka Allah tabaraka wa taala. An yasha Allahu lahum alhuda, pale Allah atakapowatakia wao waongoke, fayatadhakkaru, ndipo watawaidhika na Qur'ani. Kama mtu yeye ataka kushikamana na Qur'ani, yule mashiatullah yamekosa yeye. Lakini ukimwona mtu saa yote apenda Qur'ani, apenda swala, ujue itatakiwa kheri na Allah tabaraka wa taala. Imalu fa kullun muyassar lima kulika lahu. Anasema fanyeni matendo na kila mmoja atarahisishiwa katika yale aliyokadiriwa. Kuna watu hii spika inawaudhi, kuna watu haya yanatoka kwenye spika, kuna watu yanawaudhi yeye, ili roho yake ifurahi, asiye kuna lomba aiba, yuko burudani kabisa, burudani ambao lomba aiba huo, si mchezo, alikumbusha hizo. Lakini ukianza innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, yameshaanza hawa kadari zao kwenda ndio zawapeleka huko kwenye moto, kama alivyosema Mtume kwamba i'malu, fanyeni matendo, kila mmoja ataona njia yake mapema. Ukiona mambo ya kheri, roho yako yapenda, uenda wewe kadari yako ya kuingia peponi. Na ukiona wewe nafsi yako ni malomba na kusema magoma, basi jiangalie vizuri sana, uenda wepesi wako umerahisishwa huko kwenye moto. Allah kuipata na moto. Kwa hiyo sote sisi tuko kwenye mashia ya Allah, sote atujua Allah mwanzo wetu mpaka mwisho wetu. Kwa hiyo tutaraji kwa haya tunayoyafanya kwenye mihadhara, kwenye madarasa, kwenye swali, tutarajia kwamba kadari zetu zinaovuta katika pepo, kwa sababu hizi ndio dalili ya kudhania zile kadari zetu zilizokadariwa. Sasa hivi kuna watu wako kwenye vibanda mipira, kuna watu wako kwenye mabaa, kuna watu wako kwenye madanguro, kuna watu wako kwenye kuanga, kuna watu mbalimbali. Kuna wengine wamefunga vibwebwe zaidi wakatika mbele za waume za watu, cheza magoma. Kuna wengine ili mradi. Kwa hiyo wewe umeteuliwa na Allah kuja kwenye kheri kama hapa, ni dalili njema, na ni kumwomba Allah zaidi na zaidi ya kuwafikisha katika kupenda mambo ya haya, kwa sababu wewe mauti yako atakufikia kwenye mambo ya kheri kama hivi. Niliwahi kuambia siku moja, kuna bwana mmoja alikufa kwenye banda la mpira huko,
kaangalia mpira mpaka kipindi cha kwanza, pumzi zimembana, atolewa nje, apepewa safari. Hatumshuhudii kwamba kafa vibaya, lakini twasema sehemu hizo sio sehemu nzuri, sio sehemu nzuri. Kweli tunaweza ukafa popote, lakini kuna sehemu ukifa sio ishara nzuri, pamoja na elimu ya yote anayo Allah atakwenda. Waonaje mtu akifa msikitini? Waonaje mtu akifa ambao alikuwa yuko darasani? Waonaje mtu akifa ambao alikuwa kwenye sijda? Ni dalili njema, na hata binadamu wenyewe wanakuwa mashuhuda. Kwa hiyo tujitahidini kuhudhuria kwenye vikao vya kheri, tujitahidini hata mambo yetu majumbani yale ni ya kheri na kwa kheri, ili kama mauti mmoja wetu anampata, basi iwe ni ushuhuda kwamba alikuwa kwenye jambo la kheri. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah, na wala hawatawaidhika na hiyo Qur'ani isipokuwa pale atakapotaka Allah. Huwa ahlu taqwa, yeye Allah ndiye mstahiki hasa ya uchamungu, kuogopewa. Wa ahlu maghfira, na yeye ndio mstahiki hasa wa kutakiwa msamaha. Ay huwa mustahiqu litaqwa wa huwa mustahiqu lilmaghfira, yeye Allah ndio mstahiki hasa wa kuogopewa na kufanyiwa takwa, watu kumcha Mungu yeye. Huwa ahlu maghfira, na yeye ndio mstahiki wa kutakiwa msamaha. Hakuna sehemu ya kutaka msamaha isipokuwa kwa Allah. Hakuna sehemu ya kuonyesha ucha Mungu isipokuwa kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Surati Al-Mudaththir, hapa itakuwa umefika mwisho wa sura hii. Insha Allah wiki ijayo kwenye uzima tutaanza suratu Al-Qiyama. Na ukiangalia katika mpangilio wa hizi sura utaona katika munasaba katika suratu Mudaththir imezungumziwa habari za kiyama, si ndio? Imezungumziwa katika aya gani? Imezungumziwa katika aya gani habari za kiyama? Istinbati hawa kuzungumziwa kiyama. Naam, Al-Walid Mughira aya yasemaje? Sauslihi saqar, wama adraka ma saqar. Ni mambo ambayo yanatokea baada ya kiyama. Asante. Aya nyingine ilizungumzia kiyama zipo mwisho. Naam. Fi jannati yatasaalun, peponi. Asante. Aya nyingine istinbati nzuri sana. Naam Sheikh. Kunna nukadhibu biyaumi ddin, tulikuwa tukikadhibisha siku ya malipo ambayo ni siku ya kiyama. Asante. Na hii iko dhahiri zaidi, wala pamoja na nyingine nazo pia zina nini. Kwa hiyo baada ya kukizungumzia kiyama, katika kuashiria kiyama, Allah katika aya za mwisho anakuja kitaja kiyama kwa mapana fulani katika sura iliyofuata, ambayo sura hiyo nayo pia imepewa jina ya suratul Qiyama. La uqsimu biyaumil qiyama wa la uqsimu binafsi lawwama. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika yale ambayo anayapenda na kuyaridhia. Tuache mlango wa maswali kwa yule ambaye atakuwa na maswali.